ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aya tutachukua leo aya namba 39. Namba 39, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. تفسير hii aya, Yusuf akaendelea kusema kuambia vijana wawili waliokuwa naye jela: je, kuabudu waungu walioumbwa na aina mbalimbali ni bora au ni kumwabudu Mwenyezi Mungu aliye mmoja mwenye kutendesha nguvu? Subhanallah, Nabii Yusuf yuko ndani ya jela, bado nini anafanya da'wa. Bado Nabii Yusuf anafanya nini? Anafanya da'wa. Laina mahali popote wanafanya da'wa, na kaanzia kwanza kabla hajawatafsiria ndoto kutumia ile fursa. Yani saa ngapi wewe utasema dawa, saa ngapi utamwambia mwenzako. Unajua saa nyingine sisi tunasoma tunawaambia wenzetu kuhusu, yani tunawapa nasaha, lakini wakati wa kuwapa nasaha si wakati wake. Lakini subhanallah, kuchukua ile mawqif ya kisawasawa unapotoa da'wa, ukachagua ule wakati. Nabii Yusuf kabla kuwafasiria ndoto, wana hamu ya kujua ndoto yao, lakini hakutafsiri kwanza ndoto. Kwanza kaanza kuambia nani Mwenyezi Mungu, na ibada gani unayofanya, na kufuata nani. Anafuata mitume waliokuwa kabla yake, kudwa. Na sisi pia kadhalika tunamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume aliyokuwa kabla ya hapo. Kisha ndio nini akawatafsiria akatafsiria ndoto. Na sisi kadhalika pia kwanza darasa tunaochukua hii moyo wa Nabii Yusuf ulikuwa nini? Moyo una hamu ya kufanya da'wa, ya kutoa nasaih. Na mtume sallallahu alayhi wasallam anasema balighu anni walau aya. Allah subhanahu wa ta'ala kabla hapo anasema kuntu khayran ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Idha ni wajibu wa kila mmoja wetu kufanya nini? Kufanya da'wa. Tabani tutaona vipi baadaye, vipi Nabii Yusuf namna kufanya nini, namna alivyofanya hii da'wa. Na sisi pia kadhalik tuwe ni wenye kubaligh na kutafuta wakati na maneno ya kusema, maneno gani tutazungumza, vipi namna ya kuanza. Unaona, kaanza kwanza kumaadhima Allah subhanahu wa ta'ala na kuwafahamisha, kisha ndo nini akaanza kutoa tafsiri yao au maombi yao au haja yao waliokuwa nayo. Da'wa ni wajibu wa kila mmoja wetu, tumeamrishwa, lakini tuwe tunajua namna ya kutoa da'wa na tuwe na ilmu ya kutoa da'wa. Sio tu utasimama utatoa da'wa badala ya kumuongoza mwenzako, umpotezi mwenzako. Laina dini haifuati ila kwa nini? Kwa ilmu. Yani huwezi kuongoza mtu bila kwa nini? Kwa huna ilmu. Ukipata ilmu na hakika unakwambia hata kidogo itoe. Ni amana, tutaulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kufikisha amana, na ni wenye kusema na kufuata, na ni wenye kuwa nini kusikiliza pia na kufahamu, na ni wenye pia kutupa baraka na kutupa riziki ya kusema kitu cha kutuongoza nafsi zetu na kuongoza wenzetu. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.